toka nilivyokuwa na wewe na enjoy sasa, na enjoy. Uone sasa hivi mume wako na nenepa sasa hivi. Yaani kidali njegele. Mtoto shavu shavu, dimpo dimpo. Shavu. Dimpo. Kama ile nyimbo ile na nini vile. Ile naomba unipende kama nilivyo mimsela. Usiniache. Naomba unipende kama nilivyo mimsela. Kama nilivyo. Nini mke wangu? Usogope mke wangu, usogope. Kigudulia mama. Vipi ile kazi nilokutuma umeshaifanya? Nishafanikisha mkuu. Usijali. Kesho wateja watamiminika kama mvua na radi. Sawa. Hivyo ndo nataka kigudulia. Sawa? Nenda ndani mke wangu. Usogope. Hivi ni vitu vya kawaida. Sawa? Huyu ndo yule kigudulia ambao nilomtuma aende akaeneze magonjwa ili wateja wamiminike Kilingeni. Sawa? Na akashakuja kuniletea taarifa. Wateja watamiminika kama mvua na radi. Sawa? Na huyu usimwogope. Huyu hata unaweza ukamwagiza aende akachimbe dawa na kuchimbia na kuletea Kilingeni. Naogopa. Sawa? Na huyu utasaidiana naye kwa kila jambo. Jirani, oh jirani. 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 Umeleta mtafaruko, umeleta machafuko. Adishoti mwanangu. Hivi unaonaje tu ungekubali mimba? Kwa sababu wewe mwenyewe umeshajiona una matatizo. Na kama una matatizo, hivi utampata mwanamke gani ambaye atakubali sasa hivi kubebea ujauzito, Alafu huyu mtoto atatusaidia sisi sote, mimi na wewe. Nisikize mwanamke. Mimi siwezi kulea hiyo mimba. Alafu sitoshe jamii itanichukuliaje? Siwezi kulea mimba sio yangu. Sijui unanielewa? Unanielewa? Alafu nimekupa wiki hizi za kukaa hapa. Nimekwambia kama unataka kukaa hapa ndani, katoe hiyo mimba uje ukae hapa. Kama utaki kukaa, ipeleke kwa babake. Sijui umenielewa? Alafu isitoshe nimekupa talaka zaidi ya mara 2. Bado unang'ang'ania kukaa hapa. Unataka nini? Lakini yule si rafiki yako tu, mtafika wakati mtaongea yataisha. Nisikilize. Yule mimi sina urafiki naye tena. Na sihitaji kabisa kuwa na urafiki naye. Narudia tena. Siwezi kulea mtoto sio wangu. Siwezi kulea mimba sio yangu. Kama unataka kukaa hapa, mimba nenda kaitoe. Kama utaki, peleka kwa babake. Kwa nini unang'ang'ania kukaa hapa? Sishakupa talaka zaidi ya mara 2. Nimeshachoka. Sitaki kurudia tena, naondoka. Cha matatizo ni wewe, lakini leo unapata shida mimi. Wewe si ndio mleta rafiki yako hapa. Nikwambie kitu. Sio utakubali. Yaani nikwambie kitu kutoka siku ile ambayo tumeenda kuchuma kule dawa kama unakumbuka. Tulipofanya yale mambo yetu yale, yaani najikuta na changanyikiwa babangu. Yaani najikuta na kuwaza muda wote. Tuende basi. Na leo ni basi. Kwa hiyo nataka nikakupe tena, si ndio? Unajua tena mimi nimemisi mwenzio wako. Kautaka hata hawezi. Ni kweli, lakini unajua
huyu mume wako ni mganga, huyu mganga kautaka ni mganga kweli. Wewe unafikiri kwamba haya mambo akija kushtukia? Mimi unajua siku ile nikajua labda ni kwa bahati mbaya tu imetokea. Sasa kumbe umeniweka kabisa ndani ya moyo. Sasa vipi kama mume wako akijua naye? Nilikwambia kitu. Yaani usichokijua. Aliniambia yeye mwenyewe ananifundishia uganga, atanikabidhi mikoba yake. Kwa hiyo akishanikabidhi, hata kama siku ya pili unaumwa, nitakutibia mwenyewe. Kwa tutakuwa tunajilimbwasa sasa. Kwa hiyo sasa hivi mashetani yako ndio anasema yupo kwenye mpira, atarudi saa ngapi? Hebu angalia kwenye mashetani yako. No. Ni anapenda kushabikia mpira yule mwanaume. Kanapia pamoja saa 5 za usiku. Kwa hiyo hii saa 2 basi tuwai, hata kama masaa 2 nawe. Kwa hiyo unamaanisha sasa hivi machali yako yanasema kwamba anakuja saa 5, unamjua ni anapenda mpira yule, yupo timu ya Yanga. Anapenda mpira ni hapa saa 5 ndo anaingia hapa, ndio ni Yanga. Kwa basi twende. Unataka nikakupa? Twende. Basi sawa. Oh jirani, jirani, oh jirani, jirani, oh jirani, jirani, oh jirani, jirani, oh jirani. Umeleta mtafaruko, umeleta machafuko. Karibu. Asante. Nashukuru hatimaye leo nimepajua kwako. Na nipaona pazuri, panavutia sana. Na imani si ukinioa, utaenjoy sana ndani. Mimi najua umekuja leo kama tulivyoongea siku ile. Unakuja kuniambia sijui. Mimi sikuelewi bwana. Hadi bwana. Kweli nimekuja mnasinje kupaona tu. Lakini kusuluhu swala lako sio leo. Umefika mpaka ndani hapa. Unachogopa nini? Wasiwasi wako uko wapi? Lakini usinisha kuelekeza. Mpaka siku ujipange unioe uniweke humo ndani ndio utafanya vitu unavyotaka. Mimi naamini wewe ukinioa utaenjoy sana, tutaenjoy sana. Fanya tu hivyo nilivyokuelekeza. Mimi niende maana nimechelewa, muda wenyewe umeenda. Namuta baba yupo nyumbani ananisubiria. Lakini mimi nitegemea leo kija tutafanya vingi, tutaenjoy, lakini sijui kwa nini unakuwa hivyo kila siku. Ndio usijali. Siku nyingine tutafanya hivyo. Wewe nipe tu hiyo hela mimi niende. Maana nishachelewa sasa hivi. Dadi usijali. Siku nyingine mimi naamini tu. Yaani tuje kufanya hivyo unavyotaka. Sawa? Acha basi niende, mambo ushaenda. Sijali siku nyingine nitakuja. Sawa? Sio nisijali bwana. Mimi nikajua leo kija tunamaliza kama hivyo, kuja na mambo yako. Kwa unisindikize au? Bana nenda. Wewe ukifika utaniambia kama umefika, sawa basi. Haya bwana. Wewe nenda tu. Kweli babu. Aisee, tangu nilipokuja kwako. Aisee babu, kusema za ukweli yale mauzauza yote, sijui vitoto, sijui vinani, sijui nani, yani hamna kabisa babu. Yani saa hizi naishi kwa amani kabisa. Babu, yani tangu nilipokuja kwako kweli nimeamini, yani hilo jina ambalo unalitumia kweli wewe kautaka kweli. Sawa. Mimi ndo mganga kautaka na nilishakwambia toka awali. Usipofanikiwa usenye mimi kunimba chote. Beba vitu vyangu kwa uganga mkodangu katika uchawi moja. Bwana kabisa babu, yani mimi nimekukubali, yani wewe kweli kautaka. Alafu chengine kautaka bana, mimi bana
nataka unisaidie. Sijui kama unaweza ukanisaidia au sijui itakuwaje babu yangu. Manake mimi japokuwa haya mambo mengine yote yameisha, lakini bado kuna swala hilo moja ambalo bado linanisumbua sana katika maisha yangu, ambalo bado natamani sana niwe nalo. Na nikiwa nalo hilo babu, yani nitaenjoy sana mzee wangu kwa utaka. Kitu ambacho nachotaka unisaidie wewe mzee. Mimi mwenzio babu, naomba unisaidie, sio tena yani manake tena sitaki tena yale masuala kwenda kuchimba madini sijui kuchimba nini. Babu, ambaye swala ambalo nataka unisaidie wewe ni utajiri tu babu. Ila naomba unipatie zile dawa zile nyepesi zile za kawaida tu, yani mjukuu wako niweze kuwa tajiri na mimi namiliki magari, nyumba nzuri. Kama unaweza kunisaidia mzee, nisaidie. Mimi ndio kautaka mwenyewe dawa, ila tambua kijana, huyu uganga unaondogo. Dawa. Sawa babu. Usaidia kwangu, unatakiwa uwe binti mwenye miaka 18 au miaka 8. Sawa. Mimi nitakupa dawa, na hiyo dawa nitakuongea. Ukishaongea, ukikutana hiyo kabinti kadogo kabichi. Sawa. Hiyo mambo unamwambia nataka nikuoe, anakubali. Sawa. Sawa babu. Sasa ukienda ukishaoa, ikishanikubalia nirudi tena hapa kwako. Njoo. Ukishakuja kazi na kwa maisha. Bwana Mama Kibena, Mama Mwalami, Mama Bisara, Mama Kulwa, Shea, nenda kaoge. Na nyingine hii hapa. Kaoge. Mwambie mimi nakutaka nikuoe. Sawa. Mimi nataka nikuoe. Mwambie nataka nikuoe. Sawa babu, nimekuelewa babu. Nitafanya hivyo. Hapo ukishamwambia hivyo akinikubalia nirudi hapa tena. Rudi hapa tena. Sawa babu. Nimekuelewa babu, haina shida. Wewe ukitafuta chengine. Na shoga yangu, mimi nakushauri sio katoa hiyo mimba kabisa, maana najua matatizo ya kutoa mimba, hata sije kubeba mimba. Kwanza hiyo mimba ni kubwa, alafu ukija kutoa hiyo mimba unaweza ukafa au kupoteza kizazi kabisa na usizae. Jaida, kwa matatizo ninopitia mimi Jaida, bora hata nitoe mimba. Jaida, mimi ni mtu wa kupigwa. Jaida, mimi mtu wa kulia muda wote. Sasa huyo mwanamume alionipa mimba mwenyewe ni mwendo wa umalaya, tuko mtaani stori zake yeye na wanawake. Jaida, kiufupi mimi nimechoka kabisa. Bora tu nife Jaida. Ni kweli unapitia changamoto sana na unaumia, lakini shoga yangu, pambana, sio ukatoa hiyo mimba. Uwezi jua uko mbeleni, labda shemeji akabadilisha maamuzi ya kusamehe, au labda mwenye hicho kiumbe akarudi kuomba msamaha, akaomba muishi wote pamoja, mlee mtoto. Uwezi jua. Yaani usije tu ukatoa hiyo mimba. Nachokushauri mimi, acha kabisa. Yani kama ndo unawaza hivyo, futa kabisa hiyo mawazo yako. Hapana Jaida, liwalo na liwe, na kama nitakufa karibuni tu kwenye msiba, siwezi kukaa na hii mimba Jaida. Kama umeamua kutoa mimba mwenyewe sawa, na siwezi kuingilia maamuzi yako, lakini mimi ushauri wangu nitaendelea kubaki pale pale, kuwa usije ukatoa hiyo mimba. Yaani usije ukatoa hiyo mimba.
Lida, mimi kama kufa nife shoga yangu, mtakuja kwenye msiba wangu na hao alonikataa mtakuja kunizika, ila sio kubaki na hii mimba tumboni mwangu. Pole sana. Niacha wanaume. Ndio hivyo Jeda. Yaani kifupi Nancy aliyataka. Yaani mimi nimemshauri lakini hakutaka kusikiza kabisa, akajiona yeye ndo anajua mambo yote, anayajua yeye, ndo haya yamemkuta sasa hivi. Ni kweli shoga yangu, lakini usi wakati wa kumpondea. Mwenzo ushapata matatizo. Kwa hapa cha umuhimu, binti tukao tumsaidie. Maana tatizo kila mtu linamkuta. Leo ni kwake, kesho ni kwako. Kwa hiyo tusikae sana kumsema. Tufanye mchakato ili tumsaidie, tujue tunafanya nini. Kumsaidia? Namsaidia nini? Kwa mambo aliyotaka mwenyewe. Mimi kwa mambo ya kumsaidia sipo kabisa. Wewe kama unataka kumsaidia msaidie mwenyewe. Mimi wala hata ni usiwasi, sina mpango naye. Wewe una shida gani? Sijua mwenyewe. Niliumia, unajua nilianguka vibaya sana, kwa hiyo yaani mpaka hapo umevimba. Vipi lakini sasa ni nini? Jirani, oh jirani. Jirani, oh jirani. Jirani, oh jirani. Umeleta mtafaruko. Yaani Shazi, unajua mtu kunatokea kukupenda wewe mwanaume. Yaani leo kesho natamani hata mganga kautaka anipe hata talaka. Yaani ili tuachane tu baba unioe. Mke sina, ila kuna geto la machinjio. Kwa hivi umesema kwamba wewe yaani kwambie kitu, mapenzi yako yamenikoleza baba. Yaani najikuta nimelegea, nimeingia kwenye mambo ndingi baba. Kwa nini nakupenda mwanaume? Umeleta mtafaruko. Umeleta machafuko. No. Jirani, oh jirani. 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 Ndio nini? Wewe jirani, oh jirani. Mnashikana? Nilikuwa namkaza mgongo, sije mama ukaumia. Wewe daktari wa kumtibu huyu. Jirani, oh jirani. Jirani, oh jirani, oh jirani. 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 Umeleta mtafaruko. Umeleta machafuko. No.